First Thessalonians chapter 5. Wathesalonika wa kwanza mlango wa 5. The Bible says in verse 12 and 13. Inasema hivi mlango wa 12 na 13. Maybe you can read in Kiswahili. Tunaweza kusoma pale katika Biblia ya Kiswahili. First Thessalonians chapter 5. Waraka wa Thesalonika wa kwanza mlango wa 5. We are talking about spiritual covering. Tuongea juu ya kufunikwa kiroho. Wathesalonika wa kwanza mlango wa 5. Verse 12. Mstari wa 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Neno la Mungu nasema hivi, lakini ndugu, tunataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni. And to esteem them very highly in love for their works' sake. Mkawastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao, iweni na imani ninyi kwa ninyi. Paul is writing to the church of Thessaloniki. Paulo anawaandikia kanisa la Wathesalonike, just like the Holy Spirit is speaking to us this day. Vile ambavyo Roho Mtakatifu anaongea nasi mchana wa leo. And we beseech you, brethren, tunawaomba tuwasihi wapendwa, to know them which labor among you, mkawatambue wanaojitaabisha kwa ajili yenu, and are over you in the Lord, na kuwasimamia ninyi katika Bwana, and admonish you, na kuwaonyeni. You must know your pastor. Lazima umjue mchungaji wako. You must esteem them highly. Lazima kuheshimu kwa zaidi. Many a times Reverend is always praying for us. Mara nyingi kanisisi anatuombea. And she comes and tells us I've been in prayers for 7 days. Anakuja anatuambia kwamba nimekuwa kwa maombi siku 7. Praying for each one of us. Akiombea kila mmoja wetu. Because she is accountable to God. Kwa sababu atatoa hesabu yetu kwa Mungu. Over each one of us. Juu ya kila mmoja wetu. And that is why the Bible is telling us. Ndio kwa sababu Biblia inatuambia, I beseech you, brethren, na waombeni wapendwa, to know them which labor among you, watambue wale wanaowasimamia, and all over you in the Lord, na wanaojitaabisha kwa ajili yenu katika Bwana, to esteem them very highly, na kuwaheshimu kwa ukuu zaidi. Talk good of your pastors. Nena wema kwa ajili ya wachungaji wenu. Talk good of your church. Nena wema juu ya makanisa yenu. When you talk good of your pastor, ukiongea wema juu ya mchungaji wako, when you talk good of your church, ukiongea wema juu ya kanisa lako, that is how the church is going to grow. Ndio vile ambavyo kanisa litaenda kukomaa. That shows that you respect the authority. Inamaanisha unaheshimu mamlaka yaliyoko. That the authority that is over you. Mamlaka yaliyoko juu yako. Spiritual authority is like an umbrella. Mamlaka ya kiroho ni kama mwavuli. Kuna mtu ako na mwavuli hapo? Is there anybody with an umbrella here? Spiritual authority is like an umbrella. Mamlaka ya kiroho ni kama mwavuli. This is Reverend Hannah. Huyu ni kasisi Hannah. We are under the anointing. Tuko chini ya upako. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him will I trust. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Verse 4. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shall you trust. His truth shall be your shield and your buckler. Mstari wa 4. Kwa manyoya yake hatakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. The Bible has said that those who stay under the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Inasema kwamba wanaoketi chini ya uvuli wake watakaa chini ya kivuli cha Mungu aliye mkuu.
Abiding. Kukaa. Abiding. Kukaa. Under the shadow of the Almighty. Chini ya kivuli cha Mungu Mwenyezi. When you are in the secret place, wakati uko mahali pasiri, when you dwell there, unapoketi pale, then you will be under the shadow of the Almighty. Utakuwa chini ya uvuli wa Mungu mkuu. The shadow. Kivuli. The shadow here speaks of protection. Kivuli hapa maana yake ni ulinzi. We have seen the umbrella protect you from rain. Ona mwavuli ukikulinda kutokana na mvua. So children, stay under the covering of your parents. Kwa hivyo watoto, ketini chini ya uvuli wa wazazi wenu. Let me give you a few examples in the Bible. Hebu nikupatie mfano nyingine katika Biblia of spiritual covering. Ya kufunikwa kiroho. When God created Adam and Eve, wakati Mungu alimuumba Adamu na Eva, the Bible says that he took Adam and placed him in the Garden of Eden. Biblia inasema kwamba akamchukua Adamu akamweka katika bustani la Edeni. He was placed there. Aliwekwa pale. And when he was there, na akiwa pale, he was given the authority akapewa mamlaka to name the animals. Ya kupatia majina yote ya wanyama. And he was naming the animals and he gave them, they passed through before him and he gave them names. Akayataja majina wakati wanyama walipokuwa wakipita mbele yake. They were both male and female. Walikuwa wake kwa waume. And when God looked at Adam, na Mungu alipomtazama Adamu, he said it is not good for this man. Akasema si vema kwa mtu huyu. It is not good for this man. Si vema kwa mtu huyu to stay alone. Akae peke yake. Hallelujah. Hallelujah. So the woman was God's idea. Kwa hivyo mwanamke ilikuwa ni maarifa ya Mungu. It was God's idea. Ilikuwa ni maarifa ya Mungu. Because he said, kwa sababu alisema, it is not good for the man. Si vema kwa mume huyu to stay alone. Aketi peke yake. And he created Eve for him. Na kamuumba Eva kwa ajili yake. So Eve, kwa hivyo Eva was under the authority alikuwa chini ya mamlaka of Adam. Ya Adamu. And now they are in the garden. Na sasa wako pale katika bustani. All of them are there. They are there in the garden. Wote wako pale katika bustani la Edeni. Both of them are there. Wote wako pale. And Eve na Eva came out of the covering. Akaondoka katika ule kufunikwa. Although the Bible does not tell us where Adam was. Haituambii Adamu alikuwa wapi wakati ule. When Eve was being tested, wakati Eva alikuwa akijaribiwa, it shows that she went out of the covering. Inaonyesha aliondoka nje ya kufunikwa kwa roho. When you go out of your covering, ukiondoka chini ya ule ulinzi, you will meet some dangers outside. Utakutana hatari kule nje. That is when she met with the serpent. Ndio wakati alikutana ule nyoka wa kale. And that is when she was tempted. Na ndio wakati alipojaribiwa. When she was tempted, alipojaribiwa, the husband was not there. Mume wake hakuwepo. Because the covering was not there. Maana kufunikwa kulikuwa hakupo tena. If the husband was there, kama mume wake angekuwepo, he would have told her, angemweleza, we are not supposed to eat this tree. Angemweleza haitupasi tule matunda haya. The next example is Abraham. Mfano mwingine ni Abraham. Pastor David was teaching us about faith. Mchungaji Daudi alikuwa akitufundisha juu ya imani. And he was telling us Abraham was told to move. Aliambiwa kwamba Abraham alipewa amri aondoke. He moved from the known to the unknown. Akatoka mahali panapojulikana kwenda mahali ambapo hapajui. He never knew where he was going to. Hakujua anaelekea wapi. But he obeyed God. Lakini akamtii Mungu. When you obey God, alipomtii Mungu, you receive your blessings. Utapokea baraka zako. Hallelujah. Hallelujah. And when he obeyed, alipotii, the Bible has told us, Biblia imetueleza, that he went also with Ruth. Akaenda na Lutu, his brother's son. Ndugu, mtoto wa ndugu yake. The son of his brother. Mtoto wa ndugu yake. So Ruth was under the covering of Abraham. Lutu alikuwa chini ya kufunikwa kwa Abraham. And that is why he was able to be blessed. Ndio kwa sababu aliweza pia kubarikiwa. But a time came, wakati ukafika, when there was strife, pakawa na kutokuelewana between the servants of Abraham and the servants of Lut. Kati ya watumishi wa Abrahamu na watumishi wa Lutu. And they decided to move to party ways. Wakaamua kutengana. Abraham told Ruth,
Abrahamu akamweleza Lutu, choose where you want to go. chagua kule unakotaka kwenda. And Lot chose to go to the place of Sodom and Gomorrah. Na Lutu akachagua kwenda sehemu ile ya Sodoma na Gomora. When he went, alipoenda, he had no covering. alikuwa hayuko chini ya ufuniko tena. Hallelujah. Hallelujah. There was no covering now. Hakuwa akifunikwa tena. Because he is alone now. Maana yeye ako peke yake. And he went to Sodom. Na kaenda Sodoma. And he stayed there. Akakaa pale. You know the story. Unajua yaliyotendeka. Now, sasa, because Abraham was a covering, kwa sababu Abrahamu ndiye alikuwa kifuniko chake. when God told Abraham what he was about to do to Sodom and Gomorrah, wakati Mungu alimwambia alichotaka kutenda kwa, so Abraham, kwa hivyo Abraham became an intercessor. Akawa muombezi. He was interceding for Sodom and Gomorrah. Alikuwa akiomba kwa ajili ya Sodoma na Gomora. Because his brother's son was in that city. Maana mwana wa ndugu yake alikuwa katika ule mji. And God saved Lot because of Abraham. Na Mungu akamwokoa Lutu kwa ajili ya Abraham. Moreover, brethren, I would not like you should be ignorant how that all our forefathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and the sea. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zenu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe na Musa katika wingu na katika bahari. Moses was the spiritual covering of the children of Israel. Musa alikuwa ndiye wingu ambalo lilikuwa linafunika wana wa Israeli kiroho. Remember, he was chosen by God. Kumbuka yeye ni mteule wa Mungu. He has been called by God. Ameitwa na Mungu. When he was being called, alipokuwa akiitwa, when he went to see the burning bush, alipoenda kuona kichaka kikiteketea, which was not getting consumed, ambayo ilikuwa haimaliziki, Aaron and Miriam were not there. Haruni na Miriamu hawakuwepo. Hallelujah. Hallelujah. The children of Israel were not there. Wana wa Israeli hawakuwepo. Zipporah, his wife, was not there. Zipora hakuwepo. But God told Moses, Mungu akamwambia Musa, I have heard the cry of my people. nimesikia kilio cha watu wangu. I have seen their cry. Nimeona machozi yao. And now I have come, sasa nimeshuka, that I may deliver them. ili niweze kuwakomboa. When he was told to go, alipoambiwa aende, he was giving God some excuses. alipewa vile atakavyotenda. Aliambia Mungu hawezi. He told God he was not able. Because he was not a good orator. Maana alikuwa kigugumizi. He was not able to speak well. Hangeweza kuzungumza vyema. But we see God is sending him. Lakini naona Mungu akimtuma Musa. Because God chooses the weak vessels. Maana Mungu huchagua vyombo vidhaifu. The things that are not honorable before men. Vitu ambavyo havina heshima sana. And he went and delivered the children of Israel. Na kaenda akawakomboa wana wa Israeli. We see him in the wilderness. Namuona pale jangwani. Some people are going to rebel against him. Kunao watu ambao wanaasi kinyume chake. His brother and his sister. Ndugu zake na dada zake. They are rebelling against the spiritual covering. Wao wanaasi kinyume cha ufunikwa kwa roho. They are rebelling against Moses. Wanaasi kinyume cha Musa na Abrahamu. Against Moses. Wanaasi kinyume cha Musa. That is Moses. That is Miriam and Aaron. Huyo ni Haruni na Miriam. Although they were elder than Moses, ingawaje walikuwa ni wakubwa kumliko Musa, but the anointing was upon Moses. Lakini upako ulikuwa juu ya Musa. Hallelujah. Hallelujah. Let's come back home here. Hebu turudi hapa nyumbani. We have Pastor David here. Tuko na mchungaji David hapa. When they are at home, he is husband. Wakiwa nyumbani yeye ni mume. But when we are here, lakini tukifika hapa, the spiritual covering of this house, ufuniko kwa roho mahali hapa, is Reverend Hannah. Ni kasisi Hannah. She is the one who has been given the authority. Yeye ndiye aliyepokea mamlaka. Although Miriam was older than Moses, ingawaje Miriam alikuwa ni wa umri mkubwa kuliko Musa, although Aaron was older than Moses, ingawaje Haruni alikuwa ni wa umri mkubwa kuliko Musa, it was Moses who had been
anointed by God ilikuwa ni Musa aliyetiwa na mafuta na Mungu to be a spiritual covering. awe wingu la kiroho. And that is why the Bible has said, Ndio kwa sababu Mungu Biblia inatuambia they all passed under the cloud. wote walipita chini la lile wingu. They were all baptized under Moses. Wote walibatizwa chini ya Musa. Hallelujah. Hallelujah. When we are being baptized, Tukibatizwa, the Reverend will come kasisi atakuja and he says, I have baptized you in the name of the Father, na aseme na kubatiza kwa jina la Baba, and the Son, and the Holy la Spirit. Mwana, Roho Mtakatifu. Because you are under that authority. Sababu tuko chini ya ile mamlaka. Hallelujah. Hallelujah. The children of Israel, Wana wa Israeli when they rebelled against God, walipoasi kinyume cha Mungu, Moses would come between God and the children of Israel, Musa angekuja kati ya Mungu na wana wa Israeli, and he would intercede for them. naye angewaombea. There is a time our Reverend speak on our behalf before God. Kuna wakati kasisi wetu anatuombea mbele ya Mungu kwa ajili yetu. Hallelujah. Hallelujah. She stands between us and God. Anasimama kati yetu na Mungu. Moses told God, Musa alimwambia Mungu, if you are going to finish these people, ikiwa unaenda kumaliza watu hawa, the people of the world, watu wa mataifa, they will say you have no power. watasema wewe ni Mungu asina mamlaka. You brought them to finish them here. Uliwaleta kutoka kule uwamalize hapa. And God heard the prayer of Moses. Na Mungu akasikia maombi ya Musa. He heard the prayer of Moses. Akasikia maombi ya Musa. And he spared the Israelites. Na yeye hakuwamaliza Waisraeli. The other example is a nation like Kenya. Mfano mwingine ni nchi kama Kenya. We have a president. Tuko na rais. The president has been given that mandate by God. Yeye amepewa ile mamlaka na Mungu To rule over this nation. akatawale juu ya taifa hili. In 1991, Mwaka wa 91, our neighbor here called Somalia, jirani yetu hapa inaitwa nchi ya Somalia, they had a president who was called Siad Barre. walikuwa na rais ambaye alikuwa anaitwa Siad Barre. That year 1991, Hiyo mwaka wa 91 they removed him. wakamuondoa kwa nguvu. And when they removed him, Na alipoondolewa pale, from that time, kutokea wakati huo, that nation has never had peace. hiyo nchi ya Somalia haijawahi kuwa na amani. Because they don't have a covering. Kwa sababu hawana kufunikwa. Hallelujah. Hallelujah. So when we have a president like President Uhuru, Tukiwa na rais kama Uhuru, God looks at him, Mungu anamtazama, and when we pray for him, na tunapomuombea, God pours a blessing to our nation Mungu anamwaga mabaraka kwa nchi yetu through our president. kupitia rais wetu. Look at the nation of Israel. Angalia nchi ya Israeli. When they say they did not want to be led by God, Waliposema hataki kuongozwa na Mungu, they told Samuel, we need a king. wakamwambia Samuel, tunahitaji mfalme. They were given a king. Wakapewa mfalme. And this king by the name Saul. Wakapewa mfalme kwa jina la Sauli. If you read your Bible properly, Ukisoma Biblia yako vizuri, you can see Saul was the one who was leading in the war. utaona yeye ndiye ambaye alikuwa anaongoza watu wote dunia yote. He was the one who was standing on behalf of the nation. Alikuwa anasimama kwa ajili ya taifa. And he tells God, Anaambia Mungu, the Philistines are coming to fight us. Wafilisti wanakuja The kutupiga. Midianites are coming to fight us. Wanakuja kutupiga. And God would raise somebody. Na Mungu angemuinua mtu. And he raised David Na akamuinua Daudi. to kill Goliath Akaenda akamuue on Goliathi behalf of the nation of Israel. kwa niaba ya nchi ya Israeli. So we have a spiritual covering Kwa hivyo tuko na kufunikwa kwa roho as a nation. kama taifa. Hallelujah. Hallelujah. Because we have a president. Sababu tuko na rais wa nchi. And that is why it is important Kwa sababu ni muhimu to pray for the president. kumwombea hata rais wa nchi. It is important. Ni muhimu